Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tunajifunza tofauti ya kanisa na dhehebu. Leo tunajifunza tofauti ya kanisa na dhehebu. Kwanza tuanze na swali. Kanisa ni nini? Kanisa ni mwili uliojengwa katika roho na kweli ya Kristo. Kanisa ni mwili uliojengwa katika roho na kweli ya Kristo, na mwanzilishi wa kanisa katika mwili wa mtu ni Yesu. Rejea kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19, inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Umeona, kama tunavyojua kanisa ni hekalu, tofauti ni lugha tu na asili yake katika lugha hiyo, lakini maana yake ya hekalu na kanisa kwa Mungu ni moja tu. Kumbuka, katika kanisa kuna makanisa 7 duniani na roho 7 za Mungu zilizopangiliwa na Yesu kutumia makanisa 7 tu ya Ulaya na Asia ya kale kulingana na nafsi zake za utendaji katika roho na kweli ya Mungu wa mbinguni. Rejea Ufunuo sura ya 1 mstari wa 4, inasema, Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Hivyo kwa ufupi, kanisa ni roho ya mtu mmoja katika roho 7 za Mungu zilizoko katika kiti cha enzi. Roho hiyo ya mtu inaweza kuwa ya kanisa la Efeso au Pagamo kulingana na matendo yake katika roho inayotenda kazi katika mwili wake. Dhehebu. Dhehebu ni nini? Dhehebu ni muunganiko wa makanisa zaidi ya moja yaliyojengwa katika shirika ya kimwili zaidi, bali roho ni tofauti na utendaji ni tofauti kati ya roho ya mtu na mtu, ila wako ndani ya dhehebu moja. Waanzilishi wa madhehebu ni wanadamu wenyewe. Mfano, ndani ya dhehebu moja unaweza kukuta watu kwa maana ya kanisa wamo wote wenye roho 7 za Mungu. Mfano, dhehebu la Wasabato au Waromani au wa KKT au Walokole, utakuta mtu mwenye roho ya Efeso yumo, pia mtu mwenye roho ya Pagamo yumo ndani ya dhehebu. Wana ushirika pamoja katika dhehebu moja, bali matendo yao katika kumcha Mungu kwa roho na kweli ni vitu viwili tofauti. Mfano mzuri, unakuta watu wa dhehebu moja au familia moja wanalogana au hawasalimiani. Tambua hayo ni makanisa mawili tofauti katika ulimwengu wa roho. Kwa ufupi, dhehebu ni muunganiko wa makanisa au mahekalu zaidi ya moja yaliyoanzishwa na wanadamu kwa majina yao, na mchungaji mkuu wa dhehebu ni mwanzilishi wa dhehebu hilo kulingana na misingi yake binafsi aliyoiweka katika dhehebu hilo. Swali la 3, Yesu akirudi mara ya pili atakuja kuokoa dhehebu? Swali la 3, Yesu akirudi mara ya pili
atakuja kuokoa dhehebu? Jibu hapana, jibu hapana. Yesu akirudi mara ya pili hatakuja kuokoa dhehebu, bali kanisa, kulingana na matendo ya mtu husika, yaani mtu mmoja mmoja. Kumbuka, kanisa limo kila dhehebu. Kwa maana hiyo basi, dhehebu sio bora kuliko kanisa, na hakuna haja ya kujidai kutumia madhehebu yetu, bali tujidai kutumia matendo yetu mema. Na Yesu kwa kulijua hilo, mapema alishughulika na kanisa, yaani mtu husika atende mema daima. Wagalatia 6:9, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Kanisa ni mwili na roho ya mtu husika. Hivyo katika wokovu, siku za mwisho, kuna watu wataachwa na ni washirika wenzetu kabisa katika dhehebu moja, na wengine tutakutana nao wa madhehebu tofauti kabisa na madhehebu yetu, na wengine hata dhehebu hawakuwa nalo, ila walimwamini Yesu kupitia mahubiri mbalimbali yasiyo na masharti ya ushirika wa dhehebu fulani, na wengine kwa matendo yao mema. Mfano, Yesu wakati anakuja kuhukumu alisema, nilikuwa na njaa, nilikuwa na kiu, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa kifungoni, nilikuwa uchi. Ndiyo matendo mema aliyoyazungumzia Yesu Kristo. Akuja kutumia misingi ya kidini wala misingi ya dhehebu, bali alitumia matendo mema. Mfano wa mtu aliyemwamini Yesu Kristo msalabani hakuwa na dhehebu. Luka 23:43, Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Mtu huyo alikuwa upande wa kuume, ndiyo aliyeokolewa na Yesu Kristo kwa nguvu za Mungu. Ombi: Yesu Kristo, mwanzilishi wa kanisa takatifu katika mwili na roho, na mchungaji mwema wa watu wote, tusaidie watu wako wote duniani tuwe na moyo mmoja, imani moja na ubatizo mmoja katika Kristo. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.